Bali nimeona pale Uganda bwana. Jana Jumatano imepitishwa moja sheria kwamba kuweka wanasema utaifa kwanza, sio sheria ya kulinda uhuru wa taifa. Wenyewe wanaitazama kama kuwa mzalendo. Ndio kulinda utaifa. Lakini nafikiri moja jambo la msingi sana cha kupewa kwa mataifa ya Afrika kuishi kutambua raia wake, kuweka utaifa kwanza. Bila shaka ni jambo la msingi sana. Sasa sheria hii kupitishwa kwake kumekuwa na mapokeo tofauti. Hii tunazungumza Uganda jamani. Bado haijasainiwa lakini, si ndio? Ndio. Ilipitishwa tu lakini kutiwa saini na rais kwa ajili sasa ya kuwa sheria ambayo inatumika bado imekuwa na mapokeo kinzani. Baadhi hasa asasi za kiraia, lakini pia vyama vya siasa hasa vile vya upinzani, wengine usikizwa wanapenda tutumie neno vyama mbadala, wamekuwa na mtazamo wa tofauti kwa kuona kwamba kuna namna ambavyo sheria hii itakwenda kutumika katika pengine kuonea watu, kufunga watu au kunyanyasa tu watu, katika kunyima watu nafasi fulani ambazo labda wangeweza kuzipata kwa sababu ya kigezo cha kuonekana kwamba katika vile viwango, lakini pia vigezo ambavyo vimewekwa na sheria yenyewe wanaonekana ni kama wasaliti au wahaini wa taifa. Kwa hiyo, lakini pia wapo kwa upande mwingine hasa wanaounga mkono utawala ulioko madarakani chini ya chama cha NRM, ambao wanaona kwamba ni wakati mwafaka kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza. Utakumbuka uchaguzi wa mwaka jana uliofanyika mwaka huu mwanzoni uliofanyika, umekuwa na mambo mengi sana yaliyojitokeza. Kwa hiyo wanaona kwamba kuna ulazima na sababu ya kuwa na sheria kama hii ambayo pamoja na mambo mengine inawashinikiza watu kupenda nchi, lakini pia kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yanaweza yakachangia usalama wa nchi, umoja wa kitaifa kupotea, hayajitokezi kwa sababu ya kuwepo sheria kama hii. Kwa hiyo ndio maana mwisho wa siku naona kwamba sheria yoyote inapopitishwa lazima kuwe na maoni kinzani, lakini tayari imepitishwa na bunge. Sasa inasubiri uamuzi wa Rais Museveni, nafikiri baada ya kuapishwa Mei 12, ambayo itakuwa ni siku ya mapumziko kwa taifa zima, basi iwe sheria. Lakini ndio sheria yenyewe na namna ya kufanya jitihada nafikiri za kulinda Tanzania unene wanasema ule umoja wa kitaifa, uzalendo, lakini pia usalama wa taifa dhidi ya kuingiliwa au kuweza pengine matisho yale ambayo yanaweza kahatarisha mambo hayo.